ukiwa ni Mkristo ambaye umeibeba nuru ya kweli ya Mungu, ambaye Mungu amekupa dhamana ya kuweza kutengeneza ukweli wake, ndipo unapoweza kusimama kwenda tofauti na dunia. Biblia inasema kwamba ninyi ni nuru ya ulimwengu. Biblia inasema ninyi ni chumvi ya ulimwengu. Chumvi ikiharibika itiwe nini? Dunia inahitaji watu ambao wataweza kuipeleka kweli ya Mungu pasipo kuchanganyikiwa na dunia jinsi ilivyo. Kipindi ulimwengu unapoposti picha za uchi, wewe posti picha ambazo zinakwenda kinyume na hicho, waonyeshe upendo wa Mungu. Wakati dunia inapotuma miziki ajabu, tuma mziki ambao utaweza kuyaponya mataifa kwa neno la kweli. Wakati dunia wanapong'ana kuvaa nguo za uchi, wewe simama ukionyesha muonekano wako mzuri unaopaswa Mungu. Mitandao ya simu isikusababishe uende tofauti na Mungu, ya kwamba ukaonekana wewe ni mshamba kwa sababu uendani na dunia. Bali ukiwa ni Mkristo, ukiwa ni nuru, ukiwa ni mwaminifu katika Mungu, unapaswa kusimama kuonyesha kile ambacho Mungu anahitaji uweze kukionyesha katika ulimwengu. Kwa sababu tumewekwa kama tamasha katika ulimwengu, na kama sisi ni tamasha, ina maana watu wengi wanapaswa kututazama sisi na kuweza kuiga kile ambacho Mungu anahitaji tuweze kukionyesha katika dunia. Biblia inasema kwamba katika siku za mwisho watu watakwenda mbio huku na kule, na maarifa mengi yataongezeka. Kuongezeka kwa maarifa kusisababishe uende tofauti na Mungu anavyohitaji. Unaposoma katika kitabu cha Danieli sura ya 12 na ile fungu la 4, anasema kwamba but you Daniel shut up the words and seal the book until the time of the end. Men shall learn to the law and the knowledge shall increase. Maarifa yataongezeka. Kwa hiyo maarifa yanapoongezeka kwa mtu wa Mungu, ndipo na wewe unapozidi kuongeza ujuzi wako na ufundi wako katika kuitangaza kweli ya Mungu. Mitandao isikusababishe ukaenda tofauti na kile ambacho Mungu anahitaji uweze kukifanya. Leo mambo mengi yamevurugika katika nyumba kwa sababu ya mitandao. Upendo wa kweli Mungu aliwaunganisha wanadamu katika ndoa umetoweka ni kwa sababu ya mitandao. Watu hata kusalimiana njiani kumekosekana ni kwa sababu ya mitandao. Watu wako bize na mitandao. Hata anapokwenda kulala katika chumba chake, anaiona simu ndio mwenzi wake, na hivyo hahitaji mahusiano tena na watu wengine. Lakini tumia mitandao katika kuitangaza kweli. Lakini pamoja na kuitumia mitandao, tafuta muda wa kuweza kutulia pasipo kuitumia mitandao. Weka simu mbali, kama ni TV, weka sehemu ambayo watu watakaa, mwe na maongezi ya kuweza kuongea kama familia, lakini mpate hata muda wa kuweza kutafakari neno la Mungu kuliko kuonekana muda wote tuko katika mitandao. Mungu anatuhitaji tukiwa kama ni watumishi wake, ya kwamba tupange mambo yetu kwa wakati. Mhubiri sura ya 3 fungu la 1 anasema kila jambo na